Kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari ameshafika hapa. Mtazamaji wa ITV, tutakwenda kuona nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo wakifika wameshaanza ule mkongo wa taifa, tatizo litakuwa limepungua sana. Okay. Itakuwa instant. Kwa hiyo hakutakuwa na tatizo hilo tena. Hakuna tatizo hilo tena. Hii delay ni kwa sababu ya mtandao. Ya mtandao. Vinginevyo angekuwa anaweza kuweka na mwenyewe. Kwa nini wasiweke wenyewe? Kwa wanafunzi wote sasa hivi wanaweka wenyewe. Wanafunzi wote watoto wa shule. Lakini relatively wao ni faster. Alafu kitu kingine ni kuwa watu wanaokwenda kazini wako impatient zaidi. Kwa hiyo ndio tunaomba wao wasaidie iweze control kuingia. Ile control iwe faster. Sawa. Vizuri. Changamoto gani unaipata? Sana ndio zinagoma na uelewa wa watu. Goma na uelewa wa watu. Mwingine ni mgumu kuelewa. Karibu tunapoenda. Ndio wataelewa. Vizuri. Kuna watu wanang'ang'ania wapite wasiolipa unawapata pia? Hapana. Tiketi hapa anakwenda na ng'ang'ania. Kama wengine wanatumia tiketi za jana, kwa kipindi hapo inagoma tunamrudisha. Ikigoma mnamrudisha. Hiyo ndio kazi kubwa mlionayo. Ndio tuliko nayo sasa. Hasa kwa vijana. Lazima tusimamie sheria zetu. Tuhakikishe kama maagizo yetu yanatekelezwa. Sawa. Tukiacha loose. Kwa ukiona mtu anakuja anang'ang'ania na tiketi ya jana, maana huyo hajatutendea haki, kwa sababu kila mmoja anajua anapokuja hapa ananunua tiketi. Anakuja na tiketi aliyoipata pale dirishani. Ukikamata mtu ambaye amekuja hapa na tiketi ya jana, maana amekusudia. Huyo lazima tumtie hatiani. Hatuwezi kujenga nidhamu kama hatuwezi kuchukuliana hatua. Kumrudisha tu haitoshi, lazima achukuliwe hatua ili watu wajue kwamba wanatakiwa kununua tiketi, waje hapa ili wasisumbue mtambo, ili wasiwacheleweshe watumishi waweze kwenda moja kwa moja. Sawa jamani? Tusimamie hilo. Mengine tutazungumza hapo na watu wetu. Labda kitu cha mwisho ni kukafu foleni tu wakati wanaingia. Basi ngoja. Mtazamaji wa ITV, ni waziri mkuu huyo akizungumza hapa na baadhi ya watoa huduma katika kituo hiki cha mabasi yaendayo haraka Kimara jijini Dar es Salaam. Ni moja kwa moja kupitia ITV Tanzania, Capital Radio na Radio 1. Wanahudumia vizuri. Sana. Challenge nadhani iliyobaki ni Jumatatu, kwa sababu Jumatatu ndio kawaida. Sasa hivi unakuta watu wamechange lifestyle. Zamani wote walikuwa wanaamka saa 11. Ndio. Sasa hivi siku zote za kazi wanaamka saa moja ndio queue inakuwa kubwa. Lakini Jumatatu wote wanatoka saa 11 asubuhi. Kwa hiyo the challenge kubwa ambayo tunaipata sasa hivi ni jinsi ya kumanage ile crowd ya Jumatatu. Na vipi idadi ya mabasi mlionayo yanatosha mahitaji? Yanatosha. Kama hii route hii kama leo tumeweka mabasi 67. Yanatosha. Mabasi 67 yanaoperate. Na wanafunzi, hebu nitie wewe mwanafunzi. Haya, njoo. Unaitwa nani? Asha. Unasoma darasa ngapi? La pili. Umeshanunua tiketi yako Vipi siku hizi unapata usumbufu kama zamani? Hamna usumbufu Unanunua tiketi unaenda kuingia moja kwa moja. Unasoma shule ya wapi? Bakani. Bakani. Ndio unaenda huko. Kwa hiyo kwa siku unatumia shilingi 400. Baba amekupa 400. 500. Amekupa 500. Kwa hiyo unatumia 200 kwenda na 200 kurudi na 100 kununua maji vizuri sana. Asante. Hongera. Vizuri. Ndio tusimame hapo. Ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizungumza hapo na watu wa huduma, lakini vile pamoja na mtoto yule ambapo alikuwa akizungumza kwa nafasi yake pia. Leo tumefanya safari ya kuona mwenendo wa usafiri wetu wa haraka ambao sasa umeanza wiki 2-3 zilizopita. Na niliona nimwalike mtu wetu, mzee wetu wa siku nyingi ambaye alifanya vizuri sana katika kuongoza usafiri wa Dar es Salaam, Bwana Mwaibula, ambaye pia ameona, nilimtaka apite aone, lakini pia nimemwalika Kamanda Mpinga anayeshughulikia usafiri na usalama ili tujifunze usafiri huu kutoka Kivukoni mpaka hapa Kimara. Mambo ambayo nataka tuyaone
ni matumizi ya njia na namna ambavyo Watanzania sasa wanajua kwamba njia hiyo haipaswi mtu mwingine yeyote kuitumia. Lakini mbili, tunataka tuone ule umaana wa haraka kutoka kivukoni mpaka Kimara, Kimara kivukoni kwa muda ambao unatakiwa utumike. Sisi leo tumetumia muda wa dakika 55. Lakini kwa nini tumetumia dakika 55? Kwa sababu yako maeneo yana taa, lakini maeneo mengine hayana taa. Madereva wanatakiwa kuwa fair kusubiri magari mengine yapite ili basi letu liweze kupita. Maeneo haya ni kama pale makutano ya Morogoro Road na Samora, Jamhuri na Samora, Libya pale Kisutu kuna barabara kukata pale na barabara yetu ya Morogoro. Maeneo haya tunafikiria tuweke sensa. Sensa hii itakuwa inaweza kusense basi letu la UDART linapokuja ili liwashe taa wengine wasipite ili kuzuia ajali, ili basi letu lipite moja kwa moja. Lakini maeneo makubwa kama Magomeni, Ubungo tunaendelea kuyaangalia na matumizi yake na ule muingiliano wake, na kwa kuwa serikali inajenga flyover nadhani hili litapungua ili mabasi yetu yaweze kwenda muda mfupi zaidi. Lakini mengine tumeona mabasi ni mazuri, matumizi ndani ni mazuri, na tunachotaka sasa Watanzania waone kwamba usafiri huu tunawapa msukumo pia na watumishi wa umma watumie mabasi haya kwenda kazini na kurudi. Mabasi yao, magari yao wayaache huku Kimara, anunue tiketi kwa gharama nafuu, aende katikati ya jiji, ashuka aende ofisini, arudi, lakini arudi akiwa bado msafi. Kwa hiyo tunataka Watanzania waone mabasi haya ni muhimu, na nashukuru wameanza kusimamia vizuri. Nataka sasa wawe makini na mafurushi ambayo yanaweza kuleta harufu kule ndani. Na nimepata taarifa kwamba wamekubaliana na hata wale wauza samaki kwamba samaki wao wawe kwenye plastic yenye mzibo juu, lakini plastic nayo izuiliwe kwenye mfuko mzuri ambao ukiweka pale na mzigo wa kawaida, kama ambavyo mtu anasafiri na begi lake, aweze kusafiri na basi letu vizuri bila kuleta harufu ndani ya basi, kwa sababu tunatarajia watu watembee vizuri, na tunataka baadaye mabasi haya yafunge vioo, wapate hewa ya ndani, kusiwe na hewa nyingine, ili abiria waweze kusafiri vizuri. Na mengine ambayo tunataka tuboreshe ni matumizi ya ukataji wa tiketi. Sasa hivi wanatumia mtandao wa simu. Matumizi ya simu yanapoanza saa 1 kunakuwa na kuchelewa kidogo, lakini inaenda vizuri. Tunawaomba sana Watanzania, kila mmoja aende na tiketi iliyo rasmi. Ukienda na tiketi ya jana, tumeagiza watu wa namna hiyo wote wachukuliwe hatua, kwa sababu tiketi unaposafiri lazima ununue siku ile ile, na unataka kwenye chumba cha kununua unaenda nayo. Huna haja ya kuja na tiketi ya jana. Ukija na tiketi ambayo imetumika lazima utagundulika, na kwa jeshi la polisi sasa tumeungana nalo na ile system ya security ambayo ilikuwa pale, usije uingie kwenye matatizo utakapochukuliwa hatua pindi utakapoonekana unataka kugushi kwa kutumia tiketi ambayo imeshatumika. Kwa mambo haya ni miongoni mwa mambo ambayo tunataka tuyaboreshe ili tuweze kuhakikisha kwamba usafiri unakuwa wa haraka na ulete maana ya haraka, lakini ni mabasi ambayo mtu yoyote, mtumishi aliyevaa vizuri wa kawaida anaweza kuingia kwenye basi hilo na akafika akafanya shughuli zake akarudi akiwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo tumeona leo tupite tuone utendaji, tumeona usimamizi mzuri, abiria wanajali. Mambo madogodogo yataendelea kurekebishwa kadiri mwenendo wa mabasi haya unavyoendelea. Najua ziko changamoto, lakini tunahakikishia Watanzania changamoto zobaki zote tutaweza kuzifanyia kazi ili mabasi haya yaweze kuleta umaana. La mwisho, maeneo kama Ubungo ambako kuna flyover hii ya kupita kwa miguu, tunapata taarifa kwamba usiku inatumika kama vile eneo la kulala. Haya maeneo sio ya kulala. Kuanzia leo naagiza jeshi la polisi, wale askari polisi wote wanaofanya patrol wapite hapa waone kama kuna watu wamelala huko juu, na wakikuta watu kama hao wachukuliwe hatua, kwa sababu maeneo haya tunataka tumhakikishie mtembeaji kuwa ni maeneo yenye usalama mkubwa. Kwa mtu atembee, apite wakati wote, usiku wote, lakini usikute watu wengine wamelala. Kila mmoja aende akalale mahali pake, nyumbani kwake, lakini sio kwenye hizi flyover. Nataka eneo hili tumike kwa ajili ya kupita tu. Kwa hiyo ndio ambayo tumeitumia. Na leo tumetembea na mzee wetu, Mzee Mwaibula. Na wote mnajua alifanya kazi nzuri sana kwenye daladala. Na yeye pia ameona, na kamanda Mpinga wameona,
Baada ya hapo tutafika kwa tathmini ili tuweze kuboresha zaidi usafiri wetu. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana wananchi kwa kuwa mmeanza kufuata utaratibu mzuri, ununuzi wa tiketi, matumizi ya ukataji tiketi, huku wakiendelea kuboresha kuleta mfumo ule mzuri kwa ajili ya tiketi. Asante sana. Ndio. Hilo halina matatizo kwa sababu sasa tunaanza kujifunza mapungufu toka tumeanza. Kwa hiyo wajibu wetu ni kuboresha. Sasa kama wananchi wanasema wanapopita ni giza, ni kweli, na kwa hiyo usalama na kwa kila mmoja amwamini anayemkuta, kwa hiyo tulazimika kuweka taa ili ziweze pawe wazi ili watu wengine wasilale, na wale ambao wamesimama kwa nia mbaya tutawajua. Na pia kuna sababu polisi wako watakuwa wanafanya kazi hiyo, pia wale wa patrol waje pia na eneo hili kuona kwamba eneo hili halitumiki kwa namna yote. Kwa hiyo tunakusudia kuimarisha ulinzi kwanza, lakini mbili, uboreshaji wa kuweka hizo taa ili eneo lote liwe bright, ili kila mtu anapopita aone kwamba yuko salama. Asante sana. Labda mheshimiwa, ndio niwaambie wananchi wenzangu hapa, serikali ya hapa kazi tu inajali vile vile hata kuchukua busara na hekima za wastaafu kama sisi. Kwa hivyo naamini mmeona namna gani, na hamjaniona ninadhani toka nimeondoka mamlaka ya leseni 2007, lakini serikali ya hapa kazi tu ambayo iko serious kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma sahihi kwa bei sahihi na wanaishi kama vile wako duniani sasa, kwa kupata miradi kama hii, inaonyesha kabisa kwamba serikali inayoongozwa na Rais Magufuli na Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa imekusudia kufanya mazuri. Kwa hiyo tuiunge mkono, na wananchi mkiletewa vitu vizuri kama hivi, kinachotakiwa ni kuunga mkono tu na kusema kwamba yale tuliyoyaomba kwa kweli yamefika. Mwenyezi Mungu huwa anawapa watu wake kile ambacho wanastahili kila siku. Asante sana mheshimiwa kwa kuniweka vile vile kuja tuone pamoja shughuli hii. Nashukuru. Unaona jambo lolote ile tushauri, na wewe tunatambua mchango wako kwenye taifa hili na hasa mkoa wa Dar es Salaam. Ndio mheshimiwa. Na mwenendo wa mabasi yetu ya daladala ambayo yamefanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo tuliona leo tutembee na wewe ili uone alafu tushauri. Kwa hiyo tutapokuwa kwenye kao chetu kule ndani, kwa hiyo unaweza kuzungumza yale ambayo umeyaona na unadhani maeneo gani yafanye nini ili mradi huu uweze kutoa maana ile ya usafiri wa ndani ya Dar es Salaam. Nakushukuru sana pia. Asante sana. Bodaboda kukatiza kwenye hizi barabara. Sasa kwa sababu leo umeongozana na Kamanda Mpinga, labda atusaidie ni kitu gani ambacho wamepanga kwa ajili ya kudhibiti hizi bodaboda zisikatize kwenye hizi njia za mabasi ya mwendo kasi. Serikali tumewapa majukumu jeshi la polisi, na kwa bahati nzuri leo nimekuja na Kamanda Mpinga ili aone. Kwa bahati nzuri leo hatujaona wakikatiza, lakini ni jambo endelevu na lazima wajue kwamba hatuhitaji barabara hii kutumika na mtu mwingine yeyote. Hii ni barabara ya mabasi yale ya rangi ya blue pekee. Wenda kwa miguu hawaruhusiwi kukatiza, lakini pia gari hazitakiwi kupita kwenye hiyo njia wala bodaboda, kwa sababu kwa kufanya hilo unataka kusababisha ajali isiyokuwa muhimu. Jeshi la polisi limeanza kuimarisha na litaimarisha zaidi. Kwa nataka niwatahadharishe eneo hili, njia hizi zisitumike na magari yoyote, pikipiki zozote wala chombo kingine chochote. Ziachwe kwa ajili ya mabasi yaeneo haraka ili yaende kwa haraka bila hata kuanza kuwatikisa abiria walioko ndani ya mabasi. Kwa hiyo ndio mkakati wa serikali, na Kamanda Mpinga yupo, anaweza akawaambia mpango wake alionao katika kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo kwenye njia hiyo. Labda niseme kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la kuzingatia sheria ndio la muhimu zaidi, na hili amelisisitiza hapa juu ya matumizi ya vyombo vingine vya moto kutumia njia hii. Ni marufuku na tumeshaanza kusimamia. Tutachukua hatua kali kwa bodaboda, maguta, bajaji, na tunasema marufuku hata magari ya serikali, mashirika ya umma kutumia barabara hii. Lakini vile vile kuhusu watumiaji wengine wa barabara,
watembea kwa miguu kwa mfano, bado tutaendelea kuwaelimisha watumie vivuko rasmi vya kuvuka katika barabara hizi, na vipo. Kwa hiyo sisi elimu tutaendelea kutoa, lakini vile vile wenzetu wa DART kwa mfano, kuna baadhi ya maeneo najua wataweka fence kwa ajili ya kuzuia watu kuvuka kutoka upande mwingine kwenda mwingine. Kwa hiyo niseme tunajipanga vizuri na tunatekeleza maagizo yote ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ameyatoa leo na amekuwa akitoa kwa kweli mara kwa mara, na sisi tutayafanyia kazi. Sasa naona kuna vidole viwili hapa. Ngoja niwasikilize. Hao watatu, moja, mbili na wewe watatu. Anza mmoja. Mimi nashukuru sana kwa ujio wenu viongozi kama nyie kuweza kufika eneo hili na kuona mambo yanayoendelea hapa. Jambo ambalo nilikuwa nataka kuongea ni jambo moja tu. Tunaomba wakazi wa Mbezi mtufikirie, kwa sababu usafiri umekuwa ni mgumu sana. Unapotoka kwa mfano Mposta ukija hapa Kimara, ukishuka hapa usafiri wa kwenda Mbezi unakuwa ni wa shida sana. Baada ya ile 300 wanataka 500 kwenda Mbezi. Kwa hiyo wakazi wa Mbezi tunateseka sana kwa ajili ya usafiri wa kutoka hapa kwenda Mbezi. Tulikuwa tunaomba mtufikirie sana kuhusu huu usafiri ili uweze kutufikisha hata maeneo ya Mbezi. Itakuwa ni vizuri sana mkitusaidia kwa hilo. Kwa kweli tunashukuru sana kwa usafiri wenu, ni mzuri sana. Afisa yuko hapa atajibu yeye mwenyewe. Hebu tulia kidogo Katika mfumo huu ili upate nauli ya shilingi 800 lazima upande Mbezi ukate shilingi 800 kwa kadi. Ile kadi ukikata, ukifika hapa itakutambua kuwa wewe umetoka Mbezi. Naona. Sasa hivi hatutumii hiyo kwa sababu tunatumia tiketi. Tukitumia tiketi ukitoka Mbezi mpaka hapa utakata shilingi 650. Kwa hiyo ukija tena kukata hapa 650, watu wanalalamika, wanasema hivi nauli ya SMARTA ni 800. Kwa hiyo tunaomba mpaka wiki ijayo mchakato wote ukimaliza, wakati tunaanza kuuza kadi, mabasi yote ya Mbezi ambayo yapo yamepaki kule yataanza kufanya kazi. Lakini kuna swali moja hili, kuna swali moja. Mimi naitwa Bwana Saidi Mlonja. Assalamu alaikum Waziri Mkuu. Mimi nilikuwa nazungumzia kuhusu usafiri wa kutoka Kariakoo kwenda Mbezi au Kimara. Utakuta time za jioni mnalipishwa nauli ya kuambiwa 1000, 2000 mpaka 3000. Sasa kiali ya maisha ya sasa hivi ya serikali hapa kazi tu, maanake sasa hivi hakuna magamu, yani mtu ufanye kazi upate halali yako. Sasa inatubana kidogo. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili swala tunaomba serikali yenu iliangalie, kwa sababu Kariakoo ukitendea Mbezi swala ya kuambiwa 1000, 2000, 3000 jioni ni swala kawaida, na wao wanaamini jioni watu wametoka kazini. Sio mwendo kasi ya kawaida yale, ambayo mpaka saa nyingine unakuta watu wanagombana. Sumatra wanajua bei, lakini anamwambia kama unataka kuwahi twende, utaki ondoka. Sasa hilo nalizungumzia liko kwenye mwendo kasi, kwa kuwa tunaomba serikali iliangalie swala hili. Hebu wajibu. Nikuwa baada ya tukishaleta kadi na mabasi ya Mbezi yakirudi, daladala zote zinazokwenda Kariakoo zitapigwa marufuku. Zimeshapigwa marufuku, lakini kwa huruma ya kamanda, kwa sababu ya matatizo ndio yapo. Kwa hiyo siku tutakapotangaza kadi, mabasi yote ya daladala yatapigwa marufuku kwenda mjini. Swala la mwisho. Swali langu ni kwamba hivi, naitwa Seif Athmani Mvunge, ni mwanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara CBE. Kila siku tunapotoka jioni, hasa katika nyakati za kurudi majumbani mwetu, kunakuwa na changamoto sana kubwa ya usafiri, hasa huwa mabasi yanaenda kasi. Kwa wale ambao tunapanda vile vituo vya katikati, mabasi yanaofika kule kivukoni, yakija asilimia kubwa yanakuwa yameshajaa. Kwa hiyo wale ambao wanakaa vituo vya katikati huwa tuna uwezo wa kukaa mpaka masaa 3 hatujapata usafiri. Sasa nilikuwa naomba na pendekezo, kama kunakuwa na uwezekano, basi mabasi mengine yanapofika pale kivukoni, mengine yapandishe abiria, mengine yasipandishe, basi kuwe na uwezekano yale ambayo yanatoka ambayo hana abiria akifika yapakize watu vituo vya katikati, ili kutuondolea ile adha sisi kukaa masaa 3 kwenye vituo. Barabara hii ni
tulikuwa na magari 305. Sasa hivi tuna magari 140, ni nusu. Kwa hiyo itakapokuwa full swing, tunaamini magari yalikuwa yanatoka kule kwenye ruti ile kamili mpaka pale chuo cha biashara na maeneo pia ya Faya mpaka Magomeni, bado kutakuwa na nafasi kwa sababu magari yatakuwa yanaungana, yatakuwa mengi. 305 yote yakianza kazi, hatutakuwa na shida hiyo. Lakini kwa sababu tunaanza, twende tuone hayo matatizo na tuanze kubadilishana mawazo kama tutavyoendelea, ili tuendelee kuboresha. Kwa hiyo tumewasikia na mkurugenzi wa UDART yupo, anaendelea kuyapokea hayo na kuyasimamia. Malengo yetu, wana Dar es Salaam wasipate shida ya usafiri wanapo ndani. Kwa hiyo ndio mkakati wetu. Na watakia kila laheri, muendelee kutumia vizuri utaratibu system yetu, muendelee kuthamini sheria za hapa ili usafiri wetu uendelee kuboreshwa zaidi. Asante sana na washukuru sana.